Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hakuna maafisa wa Marekani watakaohudhuria mkutano wa kilele wa G20 utakaofanyika nchini Afrika Kusini, akitumia madai yasiyo na ushahidi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa dhidi ya raia wa kizungu nchini humo. Kupitia chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alieleza kwamba ni aibu kubwa kwa mkutano wa G20 kufanyika Afrika Kusini huku ukiukwaji wa haki za binadamu ukiendelea nchini humo. Rais huyo alidai kwamba raia wa kizungu nchini Afrika Kusini wanapitia kuuawa na kuchinjwa, ingawa madai haya hayakuwa na ushahidi wa kuthibitisha. Trump pia alikosoa kile alichokiita ubaguzi na vurugu dhidi ya raia wa kizungu na kudai kuwa utawala wa Afrika Kusini unashindwa kulinda raia wake. Trump aliongeza kuwa anatarajia kuandaa mkutano wa kilele wa G20 mwakani nchini Marekani na kwamba mkutano huo utafanyika katika eneo lake binafsi la mapumziko la kuchezea gofu huko Miami, Florida. Kwa upande mwingine, Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini ilijibu matamshi hayo ya Trump ikisema yalikuwa ya kufadhaisha na kutoa wito wa kudumisha ushirikiano wa kimataifa. Wizara hiyo ilisisitiza kuwa nchi hiyo inajiandaa kuandaa mkutano wa G20 wenye mafanikio na kuongeza kuwa mkutano huo utafanyika kama ilivyopangwa mnamo Novemba 22 hadi 23 mwaka 2025. Hali ya kisiasa nchini Afrika Kusini imekuwa ikivutia umakini wa kimataifa kutokana na masuala ya haki za binadamu, ukosefu wa usalama na ubaguzi wa rangi, ambapo baadhi ya wafuasi wa Trump wanadai kuwa hali hiyo inatishia usalama wa raia wa kizungu. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikitilia mkazo jitihada zake za kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kisiasa na kudumisha amani na usalama katika jamii yake. Mkutano wa G20 unalenga kuleta pamoja viongozi wa nchi zinazoongoza uchumi duniani kwa ajili ya kujadili masuala muhimu ya uchumi, usalama na maendeleo. Kulingana na mipango ya Afrika Kusini, mkutano huu utafanyika kama fursa ya kukuza ushirikiano wa kimataifa na kuimarisha nafasi bora ya Afrika Kusini katika masuala ya kimataifa.